Kwa sisi tunakupenda, endelea kubaki hapa, tuendelee kuishi wote. Sorry. Hello. Hivi wafahamu kama mtoto wa Mati amefariki? Yani kwa maana kwamba ile simu ambayo manyanya alipokea ni kwa habari ya kufariki kwa mtoto wa Mati. Ina maana ni kwamba yale maombi na ule uchawi ambao Kathy aliutuma kwa ajili ya kuweza kumuua mtoto wa Mati hatimaye umefikia kikomo cha kufanikiwa. So wewe unatamani jambo hili liwe ni kweli, mtoto wa Mati afe au asife kabisa, ili kwamba tuweze kupata competition kubwa sana kwa habari ya manyanya? Au wewe unatamani kuona mtoto wa Mati afe na Mati naye afe ili kwamba tuweze kumuona manyanya akibaki pamoja na mke wake? Nini ambacho wewe unatamani kutazama? Ni kitu gani ambacho unadhani kilikuwa ni kizuri katika maendelezo wa dunia? Andika kwenye comment au kile ambacho wewe unadhani na unafikiri kilikuwa ni kizuri zaidi. Lakini pia nikukumbushe usisahau kutusupport kwa maana kwamba kusubscribe hapo na kubonyeza alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kutazama sehemu inayofuata ya mwendelezo wa dunia. Leo hii jioni inapotoka sehemu inayofuata ya mwendelezo wa dunia, unakuwa mtu wa kwanza kuitazama. Kwa hiyo ni kwamba tafadhali chukua hatua this time kuweza kutusupport hapo, bonyeza neno subscribe, bonyeza alama kengele ili mambo yawe vizuri zaidi na zaidi. Right. Wacha nikupitishe kwenye review ya sehemu iliyopita ya mwendelezo wa dunia. Kama bado hujaitazama, unaweza kuelekea pale Asma Films ukaitazama na mambo yakawa mazuri zaidi. Lakini kikubwa ni kwa habari ya simu ambayo manyanya aliweza kuipokea. Na simu ambayo manyanya alipokea ni moja kwa moja ni simu ambayo inahusisha msiba, yani msiba wa mtu mmoja. Na kama ulikuwa makini unaweza kushuhudia mwenyewe akishtuka, haamini kile ambacho ameambiwa. Kwa hivyo maana kuna uwezekano mkubwa wa mtoto wa Mati anaweza kama amefariki. Na nikurudishe tu nyuma kidogo kwamba Kathy alienda kwa mtaalamu. Kathy alienda kwa mganga, na baada ya kwenda kwa mganga, ombi lake kubwa ni kuweza kumuua mtoto wa Mati. Kwa nini anamuua mtoto wa Mati? Alimuua ili kwamba asipatwe na usumbufu wote kutoka kwa Mati, wala kuweza kushuhudia kuona kwamba Mati anamiliki mtoto. Ndio maana Kathy aliamua kuelekea kwa mtaalamu mganga ili kwamba aweze kutimiza kile ambacho alidhamiria. Na matokeo ya hayo yote ambayo aliyafanya ndio haya ambayo tunayaona. Miongoni mwa vitu ambavyo utakwenda kuvitazama ni kwa habari ya kile ambacho kinajiri kwa habari ya mtoto wa Mati. That's why kuuliza, je, unatamani kuona Mati mwenyewe na yafariki au mtoto tu ndio inabidi unadhani anaweza kufariki? Kwa maana kwamba tukosa nafasi ya kuweza kufahamu kama ni kweli ndio hicho ambacho manyanya ameshtushwa nacho, au kuna jingine tofauti na haya. Ina maana ni kwamba kama ni kweli taarifa hizi zitakuwa kama vile ambavyo mimi nadhani kwamba mtoto wa Mati amekufa, amefariki, huu ni wakati ambao Violet atakuwa na furaha ambayo haipimiki. Lakini pia mamake na Violet pia alikuwa ana furaha ambayo
haina kiwango baada ya kusikia kama kweli mtoto wa Mati amefariki. Lakini vice versa itakuwa kwa Mati. Mati this time atakuwa na huzuni ambayo naamini itakuwa haina kipimo, kwa sababu kiwango cha Mati, upendo wa Mati kwa manyanya, yani naamini ulikuwa na ongezeko baada ya kuwepo kwa mimba. Lakini pia uwepo wa mtoto pia manyanya ilikuwa ni karata moja nzuri sana ya upendo wake pamoja na Mati. So this time around ambapo Mati anapotelewa na mtoto wake wa kumzaa, ina maana tayari mambo yanakuwa magumu zaidi. So kuna namna fulani hivi ambayo inakuwa haieleweki ni kitu gani ambacho nadhani kitakuwa. So wewe unatamani kuona manyanya pamoja na Mati kweli wapoteze mtoto, na automatically upendo wa Mati pamoja na manyanya una uwezekano wa kuweza kupungua tu kwa sababu ya mtoto kufariki. Kwa hiyo manyanya anakuwa hana kitu cha kumfanya yeye aunganishwe zaidi na Mati. Baada yake ni kwamba tutaweza kuona manyanya akiongeza upendo kidumu zaidi pamoja na Kathy ambaye pamoja na Violet ambaye ni mke wake. So sijui wewe ni nini ambacho unatamani? Ni kitu gani ambacho wewe unatamani kuweza kutazama katika sehemu inayofuata ya mwendelezo wa Dunia? Ni kweli unatamani kuona Mati aweze kupotea na mtoto ili kwamba uweze kushuhudia ndoa halisi, utamu wa ndoa halisi kati ya Violet pamoja na manyanya? Au ungetamani kuona Mati mtoto wake asifariki, kwamba manyanya awe na wakati mzuri wa kuweza kufanya malezi mazuri pamoja na manyanya? Automatically kama mtoto asipofariki, na maana ule upendo mzuri ambao upo kati ya manyanya pamoja na Violet utadumu, na Mati kuna uwezekano wa kukosa nafasi, yani anaweza kana na fulani hivi ya kuweza kuharibu mapenzi yao kwa sababu ya mtoto aliyefariki. So sijui wewe ni nini ambacho unatamani? Ni kitu gani ambacho unadhani kitakuwa ni kizuri katika sehemu inayofuata ya mwendelezo wa Dunia? Andika kwenye comment hapo. Licha kwamba timu Mati wanatamani zaidi kuweza kuona Mati akiwa na mtoto, yani mtoto awepo, ili kwamba waozidi kuona zaidi upendo kati ya Mati pamoja na manyanya. Na hii ndio shauku ya watu wengi sana, licha kwamba kuna wale team Violet ambao shauku yao kubwa ni kuona Kathy anafanikisha jambo lake, licha kwamba Kathy naye ana roho mbaya sana, yani anadiliki kufanya kitu ambacho yeye hakitamani, yani kitu ambacho yeye hata akimuhusu, lakini tu ni maamuzi ya kufanya hivyo ili kuweza kumharibia Mati. Licha kwamba alikuwa ni marafiki, lakini kiwango cha wivu alichofikiwa ni kiwango kibaya sana ambacho kinakuwa ni cha kuharibu. Ilikuwa inatosha na inawezekana kabisa kuishia pale kama wameshamalizana pamoja na Mati, kuweza kuachana maisha kila mmoja endelee, lakini alichokifanya ni kwamba kuhakikisha kwamba anaimaliza mpaka mwisho, yani haishi mpaka iishe. Hicho ambacho Kathy amekifanya. So kuna uwezekano wa Kathy kuweza kutimiza kile ambacho alikianzisha, yani kwa maana kwamba atakuwa amekitimiza kile ambacho alikifanya, na alichokifanya ni kwamba kutaka Mati aweze kufiwa na mtoto, yani mtoto aliyekuwa naye afariki. So ni kitu ambacho hakika kitaleta namna fulani vya ambayo si njema baina ya mahusiano ya Mati pamoja na manyanya. Licha kwamba ni hatua ambayo naamini yeye kwake itakuwa ni njema, lakini kwa upande wa Mati itakuwa ni hatua ya kuweza kuharibu kabisa.
itakuwa ni hatua ya kuweza kuharibu. So hapo kuna namna fulani hivi ambayo naamini itakuwa ni mbaya zaidi. Yani itakuwa ni sintofahamu ambayo itakuwa haieleweki ni nini ambacho kitakuwa na ugumu na mambo yatakuwa kwa mtindo gani, kwa sababu hapo tayari hatua imekuwa mbaya. Yani hali imekuwa ni mbaya sana. Hali imekuwa mbaya. Right. Hali imekuwa mbaya kwa Mati. Kama ni kweli mtoto atafariki, ina maana hali ya Mati itakuwa ni mbaya. Na ule upendo halisi wa Mati, yani kuna namna fulani hivi utapungua. Kuna namna fulani hivi utapungua kiwango. Kwa sababu tegemeo kubwa la Mati ni kuweza kutoa kiumbe ambacho kitakuwa msaada mkubwa sana wa manyanya, na kitakuwa ni ufunguo mzuri wa kuweza kutengeneza mahusiano mazuri kati ya manyanya pamoja na Mati. So kama atakuwa amefariki, na maana moja kwa moja tunaona kwamba kuna vitu ambavyo vitakwenda kuharibika, kuna vitu ambavyo vitakwenda kukaa sawa kwa sababu ya ile uhusiano ambao umeharibika. So sijui kama ni kweli natamani kuona mahusiano haya yaweze kuvunjika eti kwa sababu ya mtoto aliyefariki, au ni nini ambacho wewe unadhani kitakuwa ni kizuri zaidi katika sehemu inayofuata ya mwendelezo wa Dunia. Andika kwenye comment hapo kile ambacho unadhani, kile ambacho unafikiri kitakuwa ni kizuri zaidi. Lakini pia nikukumbushe tu, kama bado unaendelea kusupport, nikukumbushe support hapo kwa kusubscribe na kubonyeza alama kengele, ili kwamba sehemu inayofuata ya mwendelezo wa Dunia ikitoka leo jioni uwe mtu wa kwanza kuweza kuitazama. Kwa hivyo nakuomba subscribe hapo, bonyeza alama kengele, then subscribe to support kwa kusubscribe hapo ili mambo yawe vema zaidi. Usiwe miongoni mwa wale ambao wamekuwa wakitazama lakini hawasupport, kwa maana kwamba hawasubscribe na vitu kama hivyo. So ni kuomba tafadhali to support hapo, bonyeza na subscribe na bonyeza alama kengele ili kuendana pamoja na sisi. Na this time nafikia tamati mwa video hii. Nikushukuru sana wewe ambao unaendelea kutazama. Nikushukuru sana wewe pia ambao unaendelea kusupport kwa kusubscribe hapo. Hakika upiga mwingi na unafanya jambo la maana sana sana sana. Kwa hivyo mimi nikutakia wasaa mwema. Tukutane katika sehemu inayofuata ya mwendelezo wa Dunia. See you soon. Leo hii jioni sehemu inayofuata ya mwendelezo wa Dunia. Naamini utaenjoy zaidi. Kwa hivyo nikutakia wasaa mwema. Tukutane leo hii jioni sehemu ya mwisho sehemu inayofuata ya mwendelezo wa Dunia. Yes. See you soon. Until next time. Asante sana.